Yupo bwana. Naam, sasa twende taratibu Musa. Ndio. Kama nilivyosema bwana wiki iliyopita katika kampeni yao kubwa kabisa maarufu ambayo imeshika kasi sasa hivi Chadema ya no reforms no election, ambao wenyewe wameahidi wanakwenda kanda kwa kanda. Baada ya kutoka nyanda za juu kusini pale, wenyewe wanaita kanda ya Nyasa. Wameshuka chini kidogo kusini kwenyewe kabisa, Mtwara, Lindi na wilaya zake. Ndani Chungea, Mtama na kadhalika. Newala. Masasi. Kote wamepiga. Na wamekuwa wameongelea mambo mengi sana. Lakini wengi tunafahamu Musa kwamba mikoa ya kusini moja kati ya zao kubwa sana. Ufuzi mikoa ya kusini ni mikoa ambayo inafanya sana mazao ya biashara, korosho, uwele, mtama na mambo kama hayo. Lakini korosho ilikuwa ndio zao kubwa sana ambalo linazungukia mikoa ile. Na hili zao la korosho Musa, utake ustaki, limekuwa linamagusa sana wanasiasa kwa sababu ni zao ambalo lina unyeti maalum, lina umaalum wake. Kwa hiyo linapozungumzwa na wanasiasa mara nyingi linaleta hisia kali. Kwa sababu ni zao tegemezi sio tu kwa wananchi wa mikoa ya kusini bali kwa taifa. Ni moja kati ya mazao ambayo yanatuingizia fedha nyingi sana za kigeni. Hilo lazima ujue. Na hata ulipokuwa na ile taarifa ile ya BOT, moja kati ya kitu ambacho kiangalia utaona korosho inagusa sana. Sasa wakati wakifanya mikutano yao hii ya no reforms no election mikoa ya kusini, kama mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Heche, yeye alizungumzia kadiri anavyoiona na mapungufu ambayo yapo katika zao hilo, huko akielezea jinsi ambavyo zao hilo limekuwa tena halina tija na kitu kama hicho. Lakini mimi nisiweke maneno, nimerahisisha. Yeye mwenyewe Heche anasemaje? Msikilize Heche Musa. Hatutegemei nchi hii chini ya watu hao ibadilike. Tutaendelea kuwa maskini. Nikiwauliza nyie, wengine wenu hapa si wakulima wa korosho? Nasema uongo? Bei ya korosho leo, korosho imegeuka sio zao la biashara, imegeuka kuwa zao la kisiasa. Uongo kweli? Leo makato, wewe unaenda shambani, unapiga dawa mwenyewe, umepanda mti mwenyewe, unautunza mwenyewe. Ukija kuvuna, serikali inakata kwenye kila kilogramu moja ya korosho shilingi 1250. Serikali inayojali watu wake, watu wa chini, wakulima maskini, inawezaje kukukata shilingi 1200 kwenye kila kilo ya korosho? Ina maana ukiwa na kilo 100 ya korosho wanachukua shilingi 120,000 hapo. Kwa nini? Kwa nini wachukue 120,000 kwenye kilo 100 tu ya korosho yako? Bwana, ukisikia unaonaje hiyo boss? Na kutisha. Unamwagilia mwenyewe, unalima mwenyewe, mche wako mwenyewe, alafu unachukua hela juu. Sasa hilo kwa kweli wamelikanusha kwa mapana sana. Wametoka viongozi mbalimbali wa vyama vya ushirika, lakini vile vile hata mkurugenzi mwenyewe wa bodi ya korosho amestuka. Hata wizara ya kilimo yenyewe imestuka, anasema hii inakuaje? Mimi mwenyewe nimestuka. Nimestuka, inakuaje kitu kama hichi? Lakini 20 wamekataa kata wakisema kabisa kwamba hilo jambo halina ukweli wowote, ni uongo kama uongo mwingine. Hamna kitu kama hicho. Lakini nisitie maneno kama ninavyosema. Huyu hapa ni mmoja kati ya mwenyekiti, huyu ni mwenyekiti wa chama cha ushirika. Kinaitwa chama kinaitwa Taneku. Chama cha ushirika cha Taneku. Alijitambulisha mwenyewe bwana Chipola. Msikilize Chipola kwanza, yeye akielezea ukweli kuhusiana na zao la korosho na mengineyo. Chipola. Karim Hamis Chipola ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Tandahimba Newala Taneku. Haya yaliyoongelewa kuhusiana na swala la mfumo wa stakabadhi ghalani, ndugu mtangazaji, kwanza ni kuhakikishie na niwaambie umma kwamba mfumo huu umeweza kuwasaidia wakulima katika kuhakikisha kwanza wanalinda bei za mazao yao. Huko nyuma zao la korosho kabla halijafika kuweka serikali kusimamia kuweka kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani, wakulima walikuwa wanahangaika kwa sababu uuzaji wa korosho ulikuwa unauzwa kiholela. Lakini baada tu ya kuja mfumo huu, mauzo ya korosho yamekuwa yameimarika, lakini pia wakulima wamekuwa wakipata bei nzuri. Lakini tatu, wakulima hawa walimekuwa wakifanya maamuzi ya kuuza mazao yao kwa sababu hiyo minada kupitia mfumo huu maamuzi yanafanywa na wakulima wenyewe. Lakini pia imesaidia kuleta ajira.
kwa sababu unapouza mazao haya huwa tunayakusanya kwenye AMCOS, lakini pia kuyapeleka kwenye warehouse operator. Kule tunapata warehouse receipt ambazo vyama vikuu wanasimamia kupeleka kwenye mauzo. Kwa hiyo mifumo hii kwanza tunapatikana watu mabodaboda wanapata ajira, lakini pia kwenye magala makuu kwa kina mama nitilie huwa wanapata fursa ya kufanya biashara. Lakini tatu, kunakuwa na wasafirishaji transporter wanafanya kazi za kusafirisha korosho hizi kutoka AMCOS kwenda kwenye gala kuu. Lakini sio hivyo tu, tumekuwa tukipata takwimu sahihi za uzalishaji ya mazao yetu. Lakini tatu, kama nilivyosema, kuwa tumekuwa tumedhibiti huo uuzaji holela, na mwisho wa siku tumekuwa tukipata bei nzuri. Lakini pia vyama hivi vya siasa vimekuwa vikiwapotosha watu kwamba korosho gharama za tozo zimekuwa kubwa, zimefikia shilingi 1,000 mpaka 1,200. Hili nalo sio la kweli, ni uongo mtupu, kwa sababu serikali imeweza kuweka misingi imara ya kuweza kusimamia na kuwasaidia wakulima. Kwa mfano, katika msimu uliopita tozo ambazo zilikuwa zipo kwenye mjengeko ule ilikuwa shilingi 456, ambayo hela hii ilikuwa inakatwa mnunuzi moja kwa moja. Mkulima alikuwa anachangia usafirishaji kutoka kwenye AMCOS kwenda gala kuu, lakini pia na gharama za ushiriki ambazo hazizidi shilingi 100. Lakini ningeomba niende kwenye swala la pembejeo. Watu hawa wamekuwa wakisema kwamba mkulima anagharamia kila kitu kwenye kuzalisha. Hiyo nalo ni la uongo, kwa sababu leo serikali inatoa pembejeo kwa 100% kuwapa wakulima kwa ajili ya kuwapunguzia gharama za uzalishaji. Tukienda kwa mfano katika msimu huu uliopita, serikali imetoa pembejeo zenye thamani ya bilioni 281 kuwapa wakulima. Na hata ukienda kwenye trendi ya uzalishaji kwa msimu huu, tulianza misimu mitatu huko nyuma tulipata tani 189, lakini mwaka uliofuata tulipata tani 310,000. Msimu huu tuliomaliza tumepata tani 528,000. Haya yote tumeweza kufanikiwa kutokana na jitihada za Mheshimiwa Rais kuwasaidia wakulima hawa. Lakini hata tukienda kwenye bajeti ya Wizara ya Kilimo, ukianzia miaka mitatu iliyopita huko nyuma, bajeti ilikuwa bilioni 294. Lakini katika msimu huu serikali imeweza kutoa bilioni 1.2. Na ndio maana leo unakuta wakulima wanafanya kazi zao kwa uhakika. Haya, Bwana Musa, umeyasikia haya? Umeyasikia vizuri? Nimesikia vizuri kabisa. Umesikia vyema kabisa jinsi ambavyo, na hapa hajazungumzia bei ya korosho msimu uliopita, wote tunajua. Ilikuwa hapa katikati Mtwara nyama haishikiki, Musa. Watu wakulima wa korosho wapata hela nyingi sana. Ni bei imekwenda vizuri sana, lakini uzalishaji umeongezeka maradufu, zaidi ya mara 5 katika ndani ya miaka mitatu. Lakini wote tunafahamu jinsi gani serikali imekuwa ikitumia fedha nyingi sana za ruzuku kwenye kilimo. Musa, sio korosho peke yake. Akina shua na kilimo in general. Mimi nitakuja kufanya kitu maalum sana kuhusiana na kilimo. Yaani roho yangu inanisumbua sana kama lazima nifanye kitu kuhusu kilimo, kwa sababu kuna mambo mazuri. Nataka mkalime. Kwa sababu serikali imerahisisha. Yaani ni eneo ambalo serikali imeachia kila kitu, yaani ushuru, kodi, yaani hakuna. Alafu bado subsidy, ruzuku ni kubwa mno. Good morning. Habari za asubuhi.